Iko on. Mambo vipi? Leo ni Tuesday, siku ya kuchagua unachokitaka. Staff wa Azam Football Club wote wametamani ni mchague Babu Zaka atuambie hadithi tamu za kufurahisha, matukio magumu mazuri, lakini na historia kuhusiana na muungano, lakini zaidi kwenye upande wa michezo. Hapa najua kuna zile story pia za Azam FC, hapa kuna story general za ligi kwa baadhi ambazo mechi ziliwahi kuchezwa hapa miaka mingi, and good enough Babu Zaka za kazi ni Wikipedia, encyclopedia inayotembea. Babu Zaka za kazi, mambo vipi? Karibu sana, mambo fresh. Bwana, nimezunguka kwa staff wote wa Azam FC, wameniambia kwa sababu leo ni Tuesday tunamchagua Babu Zaka atupe hadithi za muungano hususan kwenye michezo. Umelipokeaje hilo? Wamechagua, wametoa amri, mimi natii. Mfano ingekuwa wewe for the next time unaambiwa Tuesday chagua chochote cha kuzungumza kuhusu Azam FC, pengine ungezungumza kuhusu nini? Ningezungumza namna ambavyo Azam FC imefanya mapinduzi makubwa kwenye mpira wa Tanzania. Mchango mkubwa sana imeleta na kufungua milango, yani kufungua macho ya watu kwenye uwekezaji hasa kwenye mpira wenyewe, kwa maana ya miundombinu, kulea wachezaji na vitu kama hivyo. So hata tukizungumza hapa kuhusu ligi za vijana, na mimi kitu ambacho nimeenda kitu mfano mara zote, ile ligi ya vijana ya under 20 ni brain child ya Azam FC. Yani Azam FC ndio ilianzisha academy, ikawa timu pekee na academy. Sasa wachezaji wake wanacheza na nani kushindana? Ikabidi iende kwenye mamlaka ya mpira TFF kuomba zianzishwe mashindano ambayo yatatoa nafasi kwa vijana hawa kupata na uzao kucheza nao. TFF wakasema sisi tuko tayari kuenda na hilo wazo, lakini hatuna pesa ya kuweza kuendesha hayo mashindano. Kampuni mama ya Azam SSB kupitia Maji ya Uhai ikajitolea kudhamini hayo mashindano, na ndio maana ya Uhai Cup ilivyoanza 2008. So ilikuwa ni Azam FC iliwaza kujili kusaidia vijana wake ambao ilikuwa nao academy, ikapeleka wazo kwenye mamlaka ikalipokea, lakini pia bado ikawa haina uwezo wa kuendesha. Azam FC ikarudi kwa baba kwenda kulia kuomba msaada, baba akatoa mzigo, mashindano yakafanyika. Niambie ni wachezaji wangapi wamepitia kwenye Uhai Cup mpaka sasa? Okay. Azam FC. Kwa hiyo ni vitu vingi sana ambavyo Azam imefanya, na ningeweza kusema tu kwa uchache kama hilo. Kwa hiyo wewe na staff wengine wa Azam FC mpishani mawazo leo. Anyways, jambo la muhimu na la msingi, wachezaji wetu wanacheza michuano hii ya muungano msimu wa 3 tangu yamerejea tena, na msimu uliopita haikuwa nzuri sana, lakini leo wametamani kusikia kutoka kwako. Yaani wewe ndio mchaguliwa wa leo. Wanataka kusikia kuhusu hadithi za muungano, lakini watu wengi wakisikia kuhusu muungano wanafikiria kuhusu siasa zaidi, wanafikiria kuhusu masuala tu ya kiuchumi zaidi, lakini muungano unaweza ukawa na nafasi gani hasa kwenye swala zima la michezo? Unajua, tukizungumza kuhusu muungano, kwanza watu akili zao huwa zinarejea Aprili 26 1964, ndo huwa wanaanzia pale, lakini kiufupi ni kwamba muungano ulikuwepo zaidi ya pale. Muungano umekuwepo nyuma kabisa. Unajua, yani kwamba hii nchi ambayo leo ni Zanzibar na Tanzania bara, hapo kabla zilikuwa ni moja, yani ilikuwa ni nchi moja tu. Daulat Zanzibar ilikuwa ni nchi moja tu ambayo ilianzia Mombasa, inakuja mpaka Unguja na Pemba, inakwenda Bagamoyo, Dar es Salaam, Kilwa, wapi, inakwenda hadi Kongo. Hiyo nchi ilikuwa moja. So hawa watu walikuwa pamoja tangu miaka hiyo, na wameendelea kwa pamoja. Wakaja wazungu wakoloni wakatenganisha, ndio kuweka hii mipaka ambayo leo unaona kuna Unguja na Pemba peke yake, Zanzibar, Mombasa imekuwa tena Kenya, sijui hao ni wazungu, bara ikatengwa peke yake nini. Hayo ni mambo ya walikuja kutenganisha wazungu, lakini baada ya wazungu kuondoka tukarudi wenyewe, tukarudisha ule umoja wetu. So ile ya Aprili 26 1964 ilikuwa ni reunion, kurudisha umoja ambao ulikuwepo hapo kabla. Na hata katika harakati za uhuru, watu wa kutoka bara na watu wa kutoka Zanzibar walipigana sambamba hivi, walikuwa pamoja. Kwa hiyo ni hivyo, na kwa hiyo mkaja muungano wa 64 ukaendelea. Sasa nikuja kwenye swala lako la msingi, kwenye mambo ya michezo. Sasa kuanzia hapo kwenye kucheza pamoja, sasa baada ya muungano huu wa 64 kwenye kucheza pamoja, unaweza kurudi kuanzia mwaka 68
wakati kombe la mapinduzi lilipo of course ndio lilifanyika kwa mara ya mwisho kabla haijarudi tena 2004 miaka ya katikati, lakini lilianza huko nyuma tangu mapinduzi yafanyika 64, 65 ilifanyika 66, alafu 68 ikawa mara ya mwisho. Na mechi iliyovunja hiyo kombe la mapinduzi ni mechi kati ya timu ya bara Mwadui FC. Nadhani unaifahamu Mwadui. Ilikuwa mechi nadhani kama na Mlandege au nini, timu moja au Malindi au nini, timu moja ya Zanzibar. Kwenye mechi wanacheza hapa. Uwanja ulikuwa sio uwanja huu. Wakati huo Mao pale. Uwanja wa mechi inachezwa Mao pale. Huu ulikuwa hujajengwa uwanja. Sasa mechi inapigwa pale, wale Mwadui waliingia wakapiga buti, yani tangu mpira unaanza wanapiga buti. Karume after hivyo akasema mechi vunja, urudi kwao, sitaki tena mambo. Marehemu mzee Karume alikuwa pendependi mambo ya govyo. Unajua alikuwa mzee mmoja bungwala sana. Na ndio bado alipiga marufuku ngumi huko. Zanzibar ngumi hataki. Ngumi ziishie chumbe pale. Huko hapana. So ilikuwa hivyo, lakini baada ya kombe la mapinduzi kuvunjika ile 68 kutokana na Mwadui kupiga ile ngungunde, ikaja ligi sasa. Hii ligi kwa mara ya kwanza timu za bara na timu za Zanzibar kucheza pamoja ligi ilianzia mwaka 72 ndio timu zilianza kucheza pamoja. Ligi kuitwa ligi ya taifa, ilikuwa inaitwa klabu bingwa ya taifa, mashindano ya kutafuta klabu bingwa ya taifa. Sasa bara wanaanza katika hatua zao, Zanzibar wanakuwa na hatua zao, alafu kuna hatua inafika timu zile zinakuja zinaungana, zinacheza pamoja kumtafuta bingwa wa nchi. Bara walichokuwa wanafanya ilikuwa hakuna ligi ya madaraja, kulikuwa hakuna madaraja kama ilivyo sasa hivi. Kwa hiyo mashindano yalikuwa yanaanzia ngazi ya wilaya. Kwenye wilaya yenu mnacheza, anayepatikana bingwa pale kwenye wilaya anakutana na mabingwa wengine kutoka wilaya zingine, mnatafuta bingwa mkoa, alafu wale wa mikoa wanatoka mikoa wanakutana mikoa yote, ndio mnatafuta bingwa wa nchi. Sasa pale na timu za Zanzibar ndio zinaungana na zile timu za bara, mnatafuta bingwa mmoja. Sasa ilianzia 72 ikaenda hadi 81. Kutokea 81 kuanzia 82 ndio ikaja ligi inaitwa ligi ya Muungano. Sasa hapo ndo madaraja yalipoanza. Unajua kabla ya 82 kuanzia 81 kurudi nyuma kwa hamna madaraja. Kwa madaraja yakaja kuanza mwaka 82, 1982. Kwa hiyo bara sasa ndio ikaanzishwa ligi ya bara. Ndio ligi ya bara ilipoanza pale. Kabla hapo kulikuwa hamna ligi ya bara. Kwa hiyo ligi ya bara ikaanzia pale. Na kwa na ligi ya Zanzibar kama ligi mbili tofauti ambazo hizi ligi zikichezwa timu bora za kutoka huku na kutoka huku zinakwenda kwa madaraja. Kwa hiyo bara kuwa na daraja la kwanza, daraja la pili, la tatu hadi la 4. Na Zanzibar kwa na daraja la kwanza, la pili, la tatu hadi la 4. Sasa kwenye ile daraja la kwanza ambalo ndio daraja la juu, timu mbili zinatoka za mwaka wa kwanza ilikuwa timu mbili za bara, timu mbili za Zanzibar zinacheza. Anayepatikana bingwa pale ndio bingwa wa Tanzania. Hasa huyo ndio bingwa rasmi wa Tanzania. Atakwenda kushiriki klabu bingwa Afrika, FIFA ndio atamtambua yeye, CAF atamtambua yeye kuanzia 82. Hiyo ilikwenda hadi 2003. Yale mashindano yalifikia kikomo. Na kisa cha kufikia kikomo, kwanza shirikisho la soka la Afrika CAF lilitambua Zanzibar kama mwanachama kivuli. Faida zake za kuwa mwanachama kivuli ni kwamba vilabu vyake vitapata nafasi ya kushiriki mashindano ya Afrika. Sasa ile ligi ya Muungano ilikuwa pia inatoa mwakilishi wa Tanzania kwa ujumla. Kama bingwa anatoka Zanzibar, basi bingwa wa Zanzibar atashiriki, yule bingwa atashiriki kwa bingwa Afrika. Sasa Zanzibar tena ina nafasi yake. Kuna haja gani tena kwa ile ligi? Kwa hiyo ndio ligi ya Muungano ikafikia pale kuanzia 2004 haikutokea tena kufanyika. Lakini hata hivyo sasa ile ya mwisho 2003 na yenyewe haikumalizika. Kisa kutomalizika ni kwamba ule mwaka kulikuwa na vurugu nyingi sana kwenye mpira hasa wa bara. Kulikuwa na vurugu nyingi sana. Wakati ule kabla chama akijawa TFF ilikuwa ni FAT. Safati ilikuwa na vurugu nyingi sana ule mwaka, ikasababisha ile ligi ya bara ikachelewa kuisha. Ligi ya bara ilikuwa inaisha Oktoba, alafu ligi ya Muungano ile inaanza Novemba. Novemba inachezwa naisha, alafu Disemba majina kama ligi inakwenda hadi Disemba kidogo, lakini mwanzoni bingwa anapatikana, majina yanatumwa CAF. Sasa 2003 CAF walisema tarehe 24 ya Novemba inatakiwa mwakilishi wa Tanzania kwenye mashindano ya Afrika, klabu bingwa na kombe la shirikisho ndio lilikuwa linaanza. Kombe la shirikisho ndio lilikuwa linaanza kwa ajili ya mwaka 2004. Sasa awe amepatikana mpaka tarehe 24 Disemba, jina lile limeenda kule. Sasa ligi ya bara ilichelewa kuisha
ikaja kuisha Disemba mwanzoni. Ligi ya Muungano ikatakiwa ianze Disemba 10. Ungechezwa mchezo kama wa zamani kwamba mnacheza nyumbani na ugenini, mnakwenda mnakutana, ikaonekana hii ligi itachelewa kuisha. Kwa hiyo FAT na ZFA, kabla haijakuwa ZFA ilikuwa ZFA, walikaa kikao wakakutana kwamba tucheze ligi ya mtoano. Yaani kwamba tu timu moja ya bara inakuja na timu inapangwa hiyo robo finali, ukimpiga umemtoa, inakuja hivi. Kwa kanuni zitakiwa timu tatu, bara 3, Zanzibar 3. Lakini kwa sababu timu 3 zikienda katika mtindo huo haiwezekani, ikabidi waongeze ziwe 4-4. Sasa Yanga alimaliza nafasi ya 4 bara, akaongezwa ili ziwe 4, na huku Zanzibar ziwe 4, huku Zanzibar timu moja kutoka Jamaa ikaongezwa. Kwa hiyo 4-4-8 ili zianze robo finali, mtoano uwe rahisi, nusu finali. Yanga akapangwa aanze na Jamhuri ya Pemba. Katoka Dar es Salaam anakwenda Pemba, akapitia hapa Unguja, kufika hapa Kagoma kwenda Pemba. Kwa nini? Anasema tumegundua kwamba hakunaga ligi ya mtoano duniani, tucheze mzunguko. Bwana wewe kwenye hii ligi hata ukufuzu. Tumekuingiza kwa viti maalum ili tupate timu 4 na huku ziwe 8 zicheze mtoano. Huo mtoano ndio sababu yeye kuingia. Akasema sawa, lakini mimi sitaki mtoano. Wakasema wewe kama hutaki hii mechi umepoteza. Kwa yule ambaye unataka kucheza naye ni mshindi wa hii mechi, anakwenda nusu finali. Wewe kwa heri. Haiwezekani, kaenda mahakamani. Mahakama ikazuia ligi. Ndio ligi ya Muungano ikaishia pale sasa. Akafungua kesi Ilala pale, mahakama Ilala ikatoa hati ya kusimamisha ligi mpaka kesi isikilizwe. Na wakasema utasikia kesi wataisikiliza Februari 2004. Imagine hiyo ni Disemba 6 hivi ilikuwa 2003. Tunatakiwa tupate mwakilishi Disemba 24. Mahakama imesema itasikiza kesi Februari 2004. Basi ligi ikawa ina maana, ligi kaishia pale, maisha yakaendelea. Lakini kuisha kwa ligi ya Muungano, watu wanataka kucheza pamoja, ndio yakarudi sasa Mapinduzi Cup. Yalioisha 68 ndio yakarudi sasa kuanzia 2004. Yakarudi Mapinduzi Cup, ndio ambapo tunaendelea kufaidi mpaka sasa, na hadi sasa hivi mamlaka hizi zimeamua zirudishe kombe la Muungano kwa mtindo mwingine tena. Sio kwa heshima ya wakati ule ilivyokuwa kama ligi, ili ni kombe la Muungano, lakini katika kusherehekea Muungano na kusherehekea ule undugu wetu ambao tumekuwa tukicheza pamoja kwa miaka yote. Okay. Swali langu la mwisho, zamani kwa kifupi sana. Mzee Karume hayati pamoja na hayati Julius Kambarage Nyerere ambao ni pioneers kwenye kuunganisha mataifa sehemu hizi mbili, bara na visiwani, mpaka kufika hapo walikuwa wapenzi wa bao sana, ambao Mwalimu Nyerere alikuwa mtaalamu pia wa pool table. Kitu gani hasa mwahi kusikia ambacho unasema this is it kwa hawa wazee and they deserve all the credit pia kwenye michezo? Japo walikuwa na michezo yao wanaipenda kama hiyo, wanasema bao ndio mara nyingi kwa sababu na umri wao na uzee wao, na wao ili wawe active, na kwa sababu walikuwa na akili sana, na bao ni mchezo unataka akili sana, ndio ilikuwa michezo yao ambayo walikuwa wanaicheza. Lakini walikuwa supportive sana kwenye michezo yao, michezo mingine walikuwa supportive sana, na ndio katika kipindi chao ambacho viwanja vingi vya michezo nchi vilijengwa. Yaani viwanja vingi vya michezo unaona kama uwanja wa Amani. Uwanja wa Amani ulizinduliwa 71 nadhani. Alizindua Nyerere hapa. Lakini umejengwa wakati wa Karume. Sasa tangu wakati ule hakuna uwanja mwingine uliojengwa hadi sasa hivi unajengwa uwanja wa Fumba. So unaona miaka mingi imepita. So tumekuwa tukiutegemea uwanja kwa muda mrefu sana. Uwanja ndio uwanja wa kwanza kuwa na TAF kama Mashariki. Unaona hivyo, kwa mchango ambao wameweka. Inafanyika klabu bingwa Afrika Mashariki na Kati 75 hapa. Finali Simba na Yanga. Mechi inaonyesha kwenye TV. Imefanyika usiku. Maajabu kabisa. Mchezo mpira uchezwa usiku bwana. Kwa hiyo walikuwa na mchango mkubwa sana, viwanja vingi hata vya bara kule kuanzia sijui CCM Kirumba, Samora, sijui Sokoine, viwanja vingi sana vilijengwa wakati wa Mzee Nyerere. Kwa hiyo hawa wazee japo walikuwa wazee wa bao, michezo mingine, lakini walichangia sana kukua kwa michezo mingine kwa kuweka miundombinu na kusaidia maendeleo yake kwa namna nyingine nyingi. Kwa mfano baada tu ya uhuru Mwalimu Nyerere akamleta kocha hapa Milan Sredojevic kutoka Yugoslavia 64 alikuja kuwa kocha wa Taifa Stars. Of course hilo jina Taifa Stars ilikuwa bado haijaanza kutumika, lakini kocha wa Tanzania wa timu ya taifa. Na yeye sasa ndio alokuja kusababisha tuwe na ligi. Unajua kabla hapo kulikuwa hamna ligi ya kitaifa, yani hakuna ligi ya nchi. Ligi ilikuwa tu ya Dar es Salaam na ligi yao peke yao, sijui Iringa na ligi ya peke yao, sijui wapi na ligi. Basi ligi ilikuwa hivyo. Mashindano ya kitaifa ilikuwa Taifa Cup. Sasa Taifa Cup ilivyokuwa inachezwa ni mashindano ya mtoano. Unacheza na wewe ukipigwa umetoka. Sasa imagine timu inajiandaa kwa msimu, alafu inacheza mechi moja imetolewa. Mpaka mwakani tena unasubiri.
kocha wa timu ya taifa anakosa mashindano ya kuweza kuchagua wachezaji, ndo akashauri ianzishwe ligi ya taifa ambayo hiyo ligi itafanya wachezaji wacheze msimu mzima ili yeye kocha apate wachezaji. Na hiyo ligi ndio ikaitwa klabu bingwa ya taifa ambayo nilikuwa nimezungumzia hapo, ni mawazo ya Milan Serebic, kocha ambaye aliitwa na Nyerere. So hawa walichangia maendeleo ya mpira wetu na tunawashukuru kwa kile ambacho walikifanya katika wakati wao. Abzaka, mimi nakushukuru sana bwana. Asante sana. Bwana, mimi mmeniagiza na nimefikisha salamu. Nikwambie hii ni Azam FC TV on YouTube. Usisahau ku like, ku comment, subscribe pia, alafu share kwa washikaji kwa ajili ya madini kama haya. Hadithi alizotupa Babu Zaka leo kwa watu ambao ni miongoni mwa waasisi wa muungano kama kina Yusuf Nzawila sio hadithi mpya kwao, lakini watakuwa wamesikia raha kukumbushwa vitu ambavyo vilifanyika enzi zao. Bwana, mimi naitwa Hashim Iwe. Asante.